somo fupi linaloitwa dini iliyo safi mbele za Mungu. Dini iliyo safi mbele za Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Naomba tujifunze maneno matakatifu ya Mungu kutokana na ratiba yetu ya siku ya leo. Leo ilikuwa ni siku yetu ya kusambaza upendo. Ni siku yetu ya kusambaza upendo. Sambaza upendo ni siku ambayo tunajitoa kwa vile vichache ambavyo Mungu ametujalia kweli kwa ajili ya kusaidia watu wengine. Nitasoma maandiko kwenye kitabu cha Yakobo. Nitaanza na kitabu kile cha Yakobo sura ile ya kwanza mstari wa 26 mpaka 27. Mbele yangu hapa nina Biblia mbili. Kuna Biblia iliyoandikwa Kiswahili cha kisasa. Kuna Biblia imeandikwa na Kiswahili cha Kimvita. Kiswahili cha Kimvita ni kigumu, kina maneno magumu. Kiswahili cha kisasa kina lugha nyepesi. Sasa andiko nikisoma huku nitaanza tafsiri ya Kiswahili ya Kimvita, alafu nitakuja kwenye Kiswahili cha kisasa. Maandiko kwa sababu ni machache hayatatuchukulia muda mwingi na nataka usikilize kwa makini. Nasoma hivi ili uweze kuelewa kila ambacho Biblia inatuelekeza. Lugha ya Kiswahili 75% ina maneno ya Kiarabu, 20% maneno ya Kibantu, na 5% ni maneno ya wazungu, yani ya Ulaya. Huo ndio mkusanyiko wa lugha ya Kiswahili. Na kwa sababu hiyo ni lugha ngumu, unaweza ukakuta sentensi moja ina tafsiri zaidi ya moja, kwa sababu yenyewe lugha imekusanya lugha mbalimbali. Mfano, neno meza sio Kiswahili, neno meza ni Kireno. Neno shati ni Kiingereza. Shati Kiingereza. Kama Waswahili wale kule kwetu tulikuwa tunaita mkogo kwa lugha ya kwetu. Sasa sijajua Kiswahili, lakini shati ni Kiingereza, sio Kiswahili. Meza ni Kireno. Dini ni Kiarabu. Hapa naposema dini iliyo safi mbele za Mungu, hilo neno dini ni Kiarabu. Tafsiri yake ni mahusiano ya kiroho ya mwanadamu. Mahusiano ya kiroho ya mwanadamu na Mungu. Mahusiano ya kiroho ya mwanadamu na Mungu, dini. Au maana ya pili ni njia ya kumwelekea Mungu. Imani ya mahusiano ya kiroho baina ya mwanadamu na Mungu na njia ya kumwelekea Mungu, ndio maana ya neno dini. Sasa hapa maandiko yanasema, tutaenda kusoma maandiko kwenye kitabu hiki cha Yakobo sura ile ya kwanza, naanza ule mstari wa 26 na 27. Kama kuna mwenye macho mazuri huko, hebu atusomee. Nasoma. Ndio. Yakobo sura ile ya kwanza. Ndio. Aya 26 hadi 27 imeandikwa. Ndio. Mtu akidhani ya kuwa anayo dini, wala hauzuii ulimi wake kwa hatamu, hali akijidanganya moyo wake, dini yake mtu huyo haifai. Mtu akijidhania anayo dini, mtu akijidhania ana imani ya mahusiano ya kiroho baina yake na Mungu, mtu akijidhania ana njia ya kumwelekea Mungu. Hayo maneno ina maana neno dini. Mtu huyo anajidhania ana imani ya mahusiano ya kiroho baina yake na Mungu, ana njia ya kumwelekea Mungu, lakini hauzuii ulimi wake kwa hatamu. Anasema ovyo tu, matusi mdomo ule ule, maneno mema mdomo ule ule, manunguniko mdomo ule ule, usengenyaji mdomo ule ule, lakini ana dini, ana imani ya mahusiano ya kiroho baina yake na Mungu. Huyo imani yake hiyo, dini yake hiyo haifai. Sasa jichunguze wewe mwenyewe kama unazo hizo sifa. Kama wewe msengenyaji alafu unasema una dini, dini yako haifai.
Kiswahili cha kisasa inasema hivi. 1:26 inasema, kama mtu akidhani ya kuwa anayo dini, lakini hauzuii ulimi wake kwa hatamu, hujidanganya moyoni mwake, wala dini yake mtu huyo haifai kitu. Haijatofautiana sana hayo maneno. Sasa dini inayotufaa ni ipi? Imani ya mahusiano ya kiroho baina yetu na Mungu ni ipi inayotufaa? Mstari wa 27. Dini iliyo safi. Dini iliyo safi. Isiyo nataka mbele za Mungu Baba ni hii. Isiyo nataka mbele za Mungu Baba ni hii. Imani, mahusiano ya kiroho, imani ya kiroho ya mwanadamu na Mungu iliyo safi. Njia ya kumwelekea Mungu iliyo safi. Isiyo nataka ni hii. Kwenda kuwatazama yatima na wajane katika dhiki yao. Kwenda kuwatazama yatima na wajane katika dhiki zao. Na kujilinda na dunia pasipo mawaa. Na kujilinda na dunia pasipo na mawaa. Kiswahili cha kisasa. Dini iliyo safi, isiyo na uchafu, inayokubalika mbele za Mungu Baba yetu. Dini iliyo safi, isiyo na uchafu, inayokubalika mbele za Mungu Baba yetu ndiyo hii: kuwasaidia yatima na wajane katika dhiki zao, na kujilinda usitiwe madoa na dunia, yale mawaa. Huko anasema na kujilinda na mawaa katika dunia. Mawaa ni madoa. Madoa ni yale matatizo yanayotokana na ulimi wako, ni mambo unayoyatenda kinyume na hicho unachoamini una dini. Ndio maana hapo akatuambia mtu huyo anasema ana dini, alafu ulimi wake yeye hauzuii kwa hatamu, basi dini ya huyo mtu haifai. Kwa hiyo utajichunguza mwenyewe kwanza, ujiangalie kauli zako zikoje mbele za watu. Wewe ni msengenyaji, wewe ni mtukanaji, wewe ni mnung'unikaji, wewe kazi yako kuwaangalia watu wengine na kuwasema vibaya, dini yako hiyo haifai. Imani yako ya kiroho baina yako na Mungu haifai. Njia yako kuelekea Mungu haifai. Na kwa sababu hiyo, hata ukikaa na jirani yako wa dini yoyote, wa dhehebu lolote, hiyo ni kigezo kimojawapo cha kutambua kwamba huyu, hiyo dini anayoifuata haina mpango, haifai, haikubaliki mbele za Mungu. Pamoja na kwamba utawaangalia mayatima, pamoja na kwamba utawasaidia wajane, pamoja na kwamba utawasaidia watu wenye shida zao, lakini kama ulimi wako hauzuii kwa hatamu, hiyo dini yako haifai kitu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mbona leo twende na mada hii? Kwa sababu leo tulikuwa ni siku yetu ya kutembea kilomita 5 kwa ajili ya kusaidia wale ambao wana uhitaji. Lakini tusiende kusaidia alafu tukawa na maneno juu ya yule tuliyemsaidia. Maana wengine wakisaidia wanasema usimuone vile kama sio mimi, usimuone vile kama sio mimi. Alafu yule anajifanya sana anajua, anajifanya sana anazo, lakini mbaili hata hawezi kumsaidia mwingine. Hayo mawazo yako na hayo maneno yako ndio utakaojithibitisha mwenyewe kwamba dini yangu mimi haina maana mbele za Mungu, haikubaliki mbele za Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Naomba nirudie. 27. Dini iliyo safi, imani ya mahusiano ya kiroho yaliyo safi, njia ya kumwelekea Mungu iliyo safi, isiyo na uchafu, inayokubalika mbele za Mungu Baba yetu ndiyo hii: kuwasaidia yatima na wajane katika dhiki zao, na kujilinda usitiwe na madoa na dunia hii. Dunia ina mambo mengi mabaya, ina madoa mengi. Kwa hiyo tunapoenda kufanya utaratibu ule wa kusaidia watu, si desturi za kidhehebu, si desturi za kidini, sio desturi za kawaida, sijui za mila na desturi za watu. Hapana, ni tunatimiza kila ambacho Yesu ametuagiza, na tufanye hivyo kwa mioyo yetu. Tutoe kwa hiari, tutoe tukifurahi, tutoe kama vile unavyojitolea wewe mwenyewe. Maana kuna sehemu maandiko yanasema vile unavyopenda usimtendee mtu, vile unavyopenda utendewe na wewe utendee mtu. Bwana Yesu asifiwe sana. Nenda kusoma kitabu cha Luka sura ile ya 6
mstari ule wa 35, nitaanza mstari wa 32 mpaka 36. Hebu utatusomea pale msomaji wetu kitabu cha Luka sura ya 6, tuanze ule mstari wa 32 mpaka 36. Imeandikwa Ndio. Luka sura ya 6 mstari wa 32 hadi 36. Ndio. Maana mkiwapenda wale wawapendao ninyi, wale wapendao ninyi, muonyesha fadhili gani? Muonyesha fadhili gani? Kwa kuwa hata wenye dhambi huwapenda wale wawapendao. Kwa kuwa hata wenye dhambi huwapenda wale wawapendao. Yaani katika upendo wetu tusiwe na ubaguzi. Na hata pale tunapoenda kusaidia mtu, tusimsaidie kwa sababu tunamjua. Tusimsaidie kwa sababu wa dini yangu. Tusimsaidie kwa sababu ya dhehebu langu. Kwa sababu wenye dhambi na wenyewe wanasaidiana kwa jinsi hiyo hiyo. Wenye dhambi kwa wenye dhambi husaidiana wao kwa wao. Sasa sisi lazima tuwe tofauti na wao, kwamba sisi upendo wetu, msaada wetu kwa watu wote, hata kama mwenye dhambi kiasi gani huyu anahitaji msaada. Anapohitaji msaada tutamsaidia huyo. Naye mkiwatendea mema wale wawatendao mema, naye mkiwatendea wema wale watendao wema, muonyesha fadhili gani? Muonyesha fadhili gani? Hata wenye dhambi hufanya vivyo hivyo. Hata wenye dhambi hufanya vivyo hivyo. Na mkiwakopesha watu, subiri kwanza, tusiende mbio mbio. Mkiwatendea mema wale wanaokutendea mema, hamna fadhili zozote mbele za Mungu, kwa sababu wenye dhambi hutendeana mema. Unajua majambazi wanapendana sana, vibaka wanapendana sana. Wanapoenda kuiba, mtu mmoja ndio anakimbia na mfuko wa hela. Wanapokurupushwa, kila mmoja anakimbilia kwake, maana hapo wanaona mambo ni mabaya, sasa tutaenda kuangamizwa. Sasa wanataka kujisalimisha. Mmoja ndio anabeba fuko la hela, lakini wana mahali pao wanapokutana. Wakikutana sema hela ilikuwa shilingi ngapi? Hii hapa tuhesabu pamoja. Yule aliyekimbia hajaficha, anajua nina wenzangu, lazima tugawane sawa. Basi wanahesabu, wanagawana sawa kwa sawa, hakuna anayemkunja mwingine. Lakini wameiba, lakini ni majambazi, ni wezi, wanapendana wenyewe kwa wenyewe. Wakati mwingine mtu anapoibiwa pesa, ili awagombanishe, ili wapigane kule waumizane, amechomolewa labda pochi, ndani huenda ilikuwa na 50,000. Anasema nimeibiwa 500,000, nimeibiwa 500,000. Wale wezi wengine wanasikia ile pochi la 500,000. Sasa aliyekimbia na pochi peke yake anapokutana na wenzake na bei ile pochi bwana ilikuwa 50,000 ndani, anasema 450,000 umeweka wapi? Kumbe huyu amewagombanisha. Wamesikiliza maneno yaliyo tofauti na utaratibu wao wa kila siku. Atakuwa amewagombanisha, watu wao wanapendana. Sasa Yesu anasema tuwe na tofauti na wao. Tuendelee na maandiko. Na mkiwakopesha watu, na mkiwakopesha watu, huku mkitumaini kupata kitu kwao, na huku mkitumaini kupata kitu kwao, muonyesha fadhili gani? Hata wenye dhambi huwakopesha wenye dhambi, ili warudishiwe vile vile. Yaani wewe ukimkopesha mtu, usikopeshe kwa kutumainia kulipwa. Hapo panataka ufahamu maana yake nini. Unapomkopesha mtu, akili yako, mawazo yako, ondoa kile ulichokikopesha. Haina maana kwamba asikulipe. Atakulipa. Anaweza kukulipa kwa wakati ulio tofauti na wewe matarajio yako. Lakini akili yako muda wote usije ukasema nimemkopesha fulani, alafu ukimuona hivi unamchukia kwa sababu umemkopesha bado hajakulipa. Kwa sababu anafanya makusudi yule. Nimemkopesha, alikuwa na shida kweli kweli. Sisi wanasema wenye dhambi wanakopeshana wenyewe kwa wenyewe wakatumaini kulipwa, kurudishiwa walichokikopa. Sasa wewe unaweza usirudishiwe. Unapokosa, yule mtu anapokosa kukurudishia alichokukopa, iwe kwa makusudi, iwe kwa kukosa kwake, roho yako haitaumia na wala hautatenda dhambi. Maana utakapomnung'unikia mtu yule utakuwa umetenda dhambi.
kisha uongee maneno machafu kwa ajili yake, kwa sababu akili yako, mawazo yako, bajeti yako umeiweka kwenye kile ulichokikopesha. Sasa Yesu anaposema mnapokopesha msitumainie kulipwa, haina maana hautalipwa, lakini mawazo yako ukiweka kulipwa, yule mtu kakosa cha kukulipa, tayari atakuwa adui yako, tayari mtagombana. Wewe sahau, kisha kukopesha sahau. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani pale unapokopesha, unakopesha ukijua kabisa huyu namsaidia, akija kunilipa utapokea, hawala hujakosea. Asipokulipa hautaumia, kwa sababu Yesu anasema ukikopesha usitumaini kulipwa. Tuendelea maandiko yanafuata. Bali wapendeni adui zenu. Tendeni mema. Na kukopesha. Usitumaini kupata malipo.